Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mwamba wa kwanza ambao Musa aliambiwa aupige ilikuwa ni jiwe ya kawaida, lakini huu mwamba wa pili kumbe ni Yesu Kristo. Alipoupiga ule mwamba, maandiko yasema kwamba Mungu akamkasirikia, akamwambia Kanani ni pale, lakini hautafika, kwa sababu mwamba wa pili ulikuwa ni Yesu Kristo. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 21 na mstari wa 42 na 44, maandiko yasema jiwe lile walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe la msingi. Maandiko yasema ule mstari wa 40 ule mstari wa 44 ya kwamba mstari unasema ya kwamba naye aangukae juu ya hilo jiwe atavunjika vunjika, lakini yeye ambaye litamwangukia hilo jiwe litamsiaga tikitiki. Kumbe hili jiwe ambalo linazungumziwa hapa, ambao Musa alilipiga, jiwe la pili, alikuwa ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni Yesu Kristo. Na kwa sababu Musa alikuwa amezoea kukutana na miamba, majiwe ya kawaida, akaupiga kawaida tu, Mungu akakasirika. Lakini pia pamoja na kuwa Mungu alikasirika, maji yalitoka kwenye ule mwamba, si kwa sababu ya Musa, lakini kwa sababu ya wana wa Israeli. Kumbe inawezekana mchungaji wako, nabii wako, huyo menta wako, huyo baba wako wa kiroho akafanya muujiza, lakini sio mpango wa Mungu. Amefanya muujiza kwa sababu yako, kwa sababu ya washirika ambao wako nao, kwa sababu ile kundi ambao Mungu amemwaminia nao, lakini sio mpango wa Mungu. Ndio maana maandiko yasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Musa alipiga ama alitoa maji kwenye ule mwamba akitumia roho ya hasira, lakini sio Roho Mtakatifu wa Bwana. Aliongozwa na roho ya hasira katika kutoa maji kwenye ule mwamba, pamoja na kuwa yale maji yalitoka kwenye ule mwamba, lakini haukuwa mpango wa Mungu. Na ndio sababu utaona kuna manabii wengi ambao wanafanya miujiza, wanafanya ishara, wanafanya mambo makubwa. Ukiangalia unaona kwamba mbona huyu mtu amefanya huu muujiza lakini ana uhusiano na Mungu. Sio kila mtu ambaye anafanya miujiza ako na uhusiano wa Mungu. Wengine wamepewa vipawa na Mungu, na Mungu akikupea kipawa huwa akiondoshi. Unaweza ukamwacha Mungu, lakini Mungu akakuacha na kipawa chako. Ndio maana kuna watu wako na vipawa wanazitumia kwa shetani. Mungu akikupea kipawa amekupa. Ndio maana kuna maandiko yanasema sijui in the book of Romans, the gift of God are irrevocable. Yaani Mungu akikupa kipawa amekupa na amemalizana na wewe. Wewe ndio utajihoji unatumia kwa Mungu ama kwa shetani, shauri yako. Musa alikuwa amepewa kipawa, akapewa nguvu na Mungu, lakini zile nguvu zikatumika na roho ya hasira katika kutoa maji. Kwenye maisha yako unafaa kujiangalia sana, ili shetani asipate nafasi kwenye maisha yako akaanza kufanya miujiza, akafanya kazi akikutumia wewe. Ile spirit ya mizimu ya kwenu, ambao hiyo mizimu hukuiangamiza, ina uwezo wa kukutumia ukafanya kitu ambacho ni kinyume cha Bwana, miujiza ikafanyika. Na kwa sababu congregation ama wale watu ambao wamekuzunguka wamekuzoea unafanyanga biashara, unapata pesa, wakawa hawezi kujua kama umeenda upande mwingine pasipo kujua. Yesu asifiwe sana. Kuna tofauti ya kuwa rafiki wa Mungu na kufanya kazi ya Mungu. Kuwa mtumishi wa Mungu, utatumika na Mungu hata kama hujaokoka. Ndio maana ukisoma maandiko yako vizuri kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa kwanza, Samueli alikuwa amekataliwa na Mungu, lakini alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa amekataliwa na Mungu, lakini bado akazidi kuwa mfalme wa Israeli. Anafanya kazi ya Mungu ya kuongoza watoto wa Mungu ambao ni taifa la Israeli, lakini Mungu amemkataa. Kwa hivyo kuwa mtumishi wako anahubiri neno, anafanya miujiza, haina maana kwamba ni rafiki ya Mungu ama kana uhusiano na Mungu. Inawezekana yeye ni kibao tu,
atakuelekeza kwenda mbinguni, lakini yeye mwenyewe mbinguni yenyewe hataiona, kwa sababu kuna mahali alikosea. Na hata wewe inawezekana ukafanikiwa ukafanya mambo fulani kwa sababu kuna kipawa, lakini ukawa una uhusiano na Mungu. Ni vizuri pamoja na kuwa unatumia kipawa kisikudanganye kwamba ukifa utaenda mbinguni. Kipawa kisije kikakufunika macho kwamba ukatoa pepo, ukafanya ishara, ukafanya mambo makubwa, lakini ukakosa kwenda mbinguni. Ni vizuri ukawa na intimacy, urafiki wa karibu na Mungu, ukawa na uhusiano wa karibu na Mungu, ukawa unamsikia Mungu kwa kila jambo ambalo anakuambia. Ndio maana Sauli anaambiwa na Mungu, kutii ni bora kuliko dhabihu. Yaani ukiweka dhabihu hapa na uweke utiifu hapa, kumtii Mungu, utiifu utashinda tu. Lakini watu wengi wanaonanga dhabihu ndio ya maana kwangu sana. Kabla hujatoa hiyo dhabihu yako, kabla hujatoa hiyo sadaka yako, kabla hujatoa hicho kipawa chako ukakionyesha katikati ya watu, ni vizuri ukahakikisha kwamba unamtii Mungu kwanza. Kuwa mtiifu, maana kutii ni bora kuliko dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli alikuwa sio rafiki wa Mungu, lakini anafanya kazi ya Mungu. Ako na kipawa cha kuongoza, ni mfalme wa Israeli. Lakini Musa ni rafiki ya Mungu, pamoja na kuwa ameachishwa kazi. Mungu amemwambia hautaendelea kuongoza taifa la Israeli, lakini Mungu akaendelea kuwa rafiki naye. Ni vizuri ukawa rafiki ya Mungu zaidi, ukawa mwana wa Mungu hata kuliko kufanya kazi ya Mungu, maana ukifa utapata nafasi kule mbinguni. Ndio maana wanafunzi wa Yesu wanamjia Yesu, wanamwambia Yesu, pepo walikuwa wanatutii. Yesu anawaambia, msifurahie kwa sababu ya pepo walikuwa wanawatii. Msifurahie kwa sababu unatumia nguvu zile ambazo nimetia ndani yenu, zile vipawa ambazo nimewapea za kung'oa pepo. Lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Furahini kwa sababu mko na uhusiano wa karibu na Mungu. Mnaweza mkamtii Mungu, mnaweza mkasikia sauti ya Mungu. Hapo ndio kuna faida. Maana ukiwa unamsikia Mungu, ukiwa rafiki na Mungu, baada ya kuwa umefanyia Mungu kazi, hata kule mbinguni utaenda kutuzwa na utakuwa na nafasi kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusoma kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 10 na mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 22. Baada ya kuwa Yesu amekujia kanisa lake, kuna watu watafanikiwa kumwendea Yesu. Unamwambia Yesu, tulitoa pepo kwa jina lako, tulitoa unabii kwa jina lako. Yesu anawaambia, ondokeni hapa, kwa maana mimi sikuwajua. Ndio walifanya kazi ya Mungu. Mungu aliwatumia kwa sababu walikuwa na interest ya kufanya kazi ya Mungu, lakini hawakuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, hawakuwa na uwezo wa kumsikia Mungu. Walikuwa wanafanya tu kwa sababu ya kufanya kazi, wapate faida zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasikutishie watu kuona kwamba wanafanya miujiza, wanatoa unabii, wanatoa pepo kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana, maana maandiko yasema kwenye kile kitabu cha Wafilipi nadhani mlango wa 2 ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hivyo jina la Yesu Kristo hata mtu ambaye hajaokoka anaweza akalitumia na likafanya kazi, maana ni kwa jina la Yesu Kristo. Yaani yale mambo yatatokea, miujiza haitatokea kwa sababu ya yule ambaye anatumia jina, lakini inatokea kwa sababu ya power ama nguvu iliyomo katika jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafaa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, ukawa unaweza ukasikia sauti ya Mungu na ukaitii. Musa alikosa kufika katika nchi ya ahadi kwa sababu alishindwa kumsikia Mungu, alishindwa kuitii sauti ya Mungu, alishindwa kusikiliza kile ambacho Mungu alikuwa anataka akisikie. Sijui kama unanielewa. Kuna umuhimu wa kutafuta ukajua Mungu anasema nini, na ile sauti ukaisikiliza kwa bidii sana, ukajua kweli hiki ndio kitu ambacho unafaa kukomaa nacho.